Bwana, uongozi wa Singida Black Stars kupitia kwa afisa habari wao Hussein Masanza amesema kwamba wao wanaisupport TFF na bodi ya ligi na hawana shida au hawana changamoto yoyote na mamlaka za soka nchini, ila wao wanasupport mamlaka za soka kama ambavyo taratibu zinatakiwa kufanyika. Maana zile taarifa zote ambazo zilikuwa kwenye mitandao ya kijamii ni taarifa za uongo na ni taarifa tu ambazo ni chonganishi, ni taarifa ambazo zilikuwa zinaigonbanisha TFF na wanachama wake ambao ni vilabu, kitu ambacho sio sawa kabisa. Afisa habari pengine hakueleweka mwanzo, lakini leo ameweka wazi kabisa kwamba yeye wao kama klabu hawana ugomvi na mamlaka za soka na wao wanasupport kile chote ambacho kinafanyika kwenye mamlaka za soka, kwa maana TFF na bodi ya ligi, na wanaziunga mkono TFF na bodi ya ligi bila shida yoyote ile. Maana yake ni kwamba timu pekee ambayo inabakia kuwa na mgogoro na TFF na bodi ya ligi ni Yanga pekee. Lakini ukiwa kwa upande wa Singida Black Stars tayari wao wamethibitisha kwamba wao hawana shida na TFF wala bodi ya ligi. Kwa hiyo wao wanachokifanya ni kuendelea kucheza michezo yao mingine ambayo inafuata, na ikitakapomalizika, msimu utakapomalizika, ndo atakaa na kufanya evaluation ya kile ambacho walikifanya kwa msimu mzima. Issue ya wao kutaka TFF na bodi ya ligi ifanye ni kwamba wao kidogo kitu ambacho wamekilalamikia ni kuhusiana na issue ya waamuzi, kwamba TFF inapaswa, bodi ya ligi inapaswa kuchunguza performance ya waamuzi ambao wanaitoa kwenye hizo game dhidi ya game yao dhidi ya Simba, ambayo Herisasi kidogo alionekana kutokuwa na maamuzi mazuri. Lakini Herisasi amechezesha michezo mitatu ya Simba, amechezesha mchezo wa dhidi ya Azam FC, dhidi ya Singida, na kuna mchezo mwingine alichezea katikati, I think ilikuwa ni mchezo dhidi ya Pamba kama kumbukumbu zangu ziko sawa, mtanikumbusha. Lakini ni game tatu ambazo amechezea dhidi ya Simba tu, ambazo pia malalamiko ya waamuzi by the way yalikuwepo. Kwa hiyo kwa hiyo watu wanahisi kwamba pengine Herisasi anatumika na klabu ya Simba kwenye kupanga matokeo, lakini ukitazama kwa performance yake bado ni mwamuzi ambaye amefanya vizuri sana, ni mwamuzi wa daraja la juu sana. Sasa kwenye issue ya waamuzi, of course ni complicated kwa sababu timu nyingi Tanzania zimekuwa wahanga wa waamuzi. Yaani hakuna timu ambayo haijawahi kulalamikia performance ya waamuzi. Timu nyingi huwa zinalalamika kuhusu waamuzi kuwanyonga na vitu kama hivyo. Na tumeshuhudia, sio tu klabu kulalamika, tumeshuhudia mara nyingi namna ambavyo timu zinalalamika. So ni ngumu kabisa kuona kuna timu tu moja inalalamika wakati issue ya makosa ya waamuzi huwa yanagusa watu wote. Yaani yanagusa kila timu. Yaani kila timu imenyongwa msimu huu. Kila timu imekutana na changamoto za waamuzi. Kwa hiyo watu pia wanapaswa kujua kwamba mwamuzi ni binadamu kama alivyo binadamu wengine. Yes, kuna makosa ya makusudi, lakini kuna yale makosa ambayo yanafanyika kutokana na changamoto za mchezo, kwamba speed ya mchezo na vitu kama hivyo. Lakini ukitazama kwa mazingira jinsi yalivyo mpaka sasa, of course Singida walilalamika na wanasubiri kupata majibu, lakini hii story ya waamuzi ya Singida kidogo watu walibadilisha, wakaileta upande wa pili kwamba kuna vilabu vimelalamika kuhusiana na kutokuwa na imani na utendaji wa bodi ya ligi pamoja na TFF, kitu ambacho sio kweli. Vilabu vina imani na TFF, vilabu vina imani na bodi ya ligi, vilabu vina imani na viongozi wote ambao wanaongoza mpira wa Tanzania. Kwa hiyo kwa kile ambacho kilitokea, inaonekana kama Singida walishawishiwa na Yanga, lakini tayari ushawishi wa Yanga umegonga mwamba, kama ni kweli Yanga ndio iliwashawishi Singida, kwa sababu kwa namna ilivyo, manake Singida wanavyosema kwamba wao wanaiunga mkono TFF na bodi ya ligi, maana yake wao wanafuata taratibu zote za mpira ambazo zimeelekezwa. Kwa hiyo hakuna ushawishi wowote ambao unatokea. Kwa hiyo ambacho nakiamini mimi ni kwamba hii pressure ya mchezo wa final wa dabi tarehe 15 ndio ambayo inapeleka haya yote ambayo yanatokea. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kwa upande wa Simba wako sahihi, na kwa upande wa Yanga na timu zingine zote, of course kila mtu yuko sahihi kwa eneo lake, lakini kwa kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa kwamba timu zote zimeandika barua, sio kweli. Na nasadikika kwamba Young Africans iliwashawishi Singida kujaribu kugoma, lakini Singida wamesanukia mchongo na wameamua kucheza mechi zao. Kwa hiyo kwa taarifa ambazo zipo ni hivyo, lakini mpaka sasa Singida wanisupport TFF na pamoja na bodi ya ligi. Na amezungumza Hussein Masanza pia kupitia Crown FM.